Kalamba, habari yako? Salama, za wewe? Nzuri, sijui za kwako. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Vizuri kabisa kama ambavyo unapomua. Tuanze na mechi jana Azam FC dhidi ya Simba, Mzizima Dabi, ambapo Simba wameweza kufungwa magoli 2-0 katika uwanja wao nyumbani Benjamin Mkapa. Kwa kufungwa kwa Simba ina maana gani katika mbio za ubingwa ligi kuu 2025-2026? Nafikiri kwa maana ya ubingwa mbio bado, kwa sababu unapozungumzia ligi ni michezo 30 kwa kila timu. Na mpaka sasa tupo kwenye mzunguko kama sio wa 9 wa 10 kwa baadhi ya timu. Lakini Simba ilikuwa ni mechi yake ya 5 nafikiri katika msimu huu. Naona kwa hiyo unaweza kuona kwamba katika mechi 5 bado ana mechi 25. Na mpaka sasa hakuna timu ambayo imeweza kufikisha hata alama 30 au alama 20 kadhaa, hakuna. Kwa hiyo kupoteza ni kitu cha kawaida, kwa sababu ligi ni marathon, maana yake unaweza ukashinda, ukatoka sare, ukafungwa, ni muda. Isipokuwa tu unakachokiangalia pengine kwamba wakati unapoteza wale ambao uponoka katika mbio za kuwania ubingwa, wao wanapata matokeo gani? Ndio jambo la msingi la kuangalia. Yaani uweze ukapoteza alafu kaanza kujilinganisha pengine na Fountain Gate, pengine na Coast Union, pengine sio na Mungo. Unaangalia baada ya kupoteza au kutoka sare, yule ambaye ninawania naye ubingwa yeye yupo katika mazingira gani? So ukiangalia mpaka saizi Azam ametoka sare karibia 4 au 3 kama sikosei. The same Singida amefungwa, ametoka sare. Timu pekee ambazo zilikuwa hazijafungwa ilikuwa ni Simba, ilikuwa ni Azam, ilikuwa na Yanga. Ambazo zilikuwa zinafokini. Yanga alikuwa na sare moja na Azam pia alikuwa na sare kadhaa kwenye timu yake. Kwa jana Simba wakaangusha pointi, maana yake ndio imekuwa ni mechi yake ya kwanza kupoteza. Na hivyo mpaka sasa anakuwa ameangusha alama 3, huko ambaye akiwa anakutana naye ambaye anawania ubingwa Yanga akiwa ameangusha alama 2. Kwa sababu kuna utofauti wa alama 1 ambayo ameweza kuiangusha kutokana na matokeo ya jana. Kwa kikubwa itabidi kwenda kuangalia na kwamba anaweza akaendelea kufukuzia gap hilo ili pengine aliondoe au lisizidi mpaka pale ambako atakutana pengine na Yanga ili aweze kusawazisha au kuongeza gap la point kati yake na klabu ya Yanga. Kwa hiyo kwa maana ubingwa ni mapema kuweza kuzungumza. Simba ilikosea wapi? Dakika za jioni wanaruhusu mabao 2. Nafikiri hilo swali lishazungumza muda mrefu kwamba Simba kikosi chao ni cha kawaida. Shaongea sana kikosi chao hakina ubora. Hata makelele yanayopigwa wanapiga tu makelele, kitu ambacho hakipo. Na ukiangalia timu yao ilivyosajiliwa, timu yao hali yao ya ushindani, lakini pia na benchi lao la ufundi sio bora kama ambavyo watu wamekuwa wakitamani kuona huo ubora. Kwa hiyo changamoto zilianza kwa management kusajili wachezaji ambao hawana level ambayo inaweza kwenda kukidhi matamanio ya mashabiki wengi. Ile zilikuwa ni sajili za kocha Fadlu, so za Selemani Matola. Sajili sio Fadlu, sajili ni klabu, sio kocha. Ndio kocha ambaye alikuwa amehitaji hawa wachezaji ambao tunaona kwa ili kulingana na budget ya klabu. Kocha anasajili? Kocha anasajili kulingana na budget ya klabu. Na unaambiwa hata Uingereza huko unaambiwa kwamba safari management ya Manchester sio ya Liverpool imeandaa bilioni 100, bilioni 200, pale bilioni 200 kwa ajili ya usajili. Kwa hiyo ukishapewa kitita ndio unaanza kusajili kutokana na budget iliyopo. Sio kocha anaamua. Kwa hiyo kocha Fadlu angesema anamtaka Ronaldo, maaminishwa hivyo kwamba kila mchezaji ambaye alikuwepo ni kocha Fadlu ndo alimhitaji. Aje nisikiliza na ndo sana nakupa darasa hili kwamba makocha wote wanakuwa wanasajili wakireflect budget ya timu iliyopo. Bwana tunakwenda kwenye kusajili. Klabu imeandaa bilioni 1 au imeandaa bilioni 3. Kwa hiyo mwalimu sasa nenda ruksa kasajili. Kwa ataangalia nataka wachezaji wangapi? Nataka wachezaji 6 au 8 au 10 kwa bajeti hii ya klabu. Naweza nikapata watu wa level gani? Siwezi kupata mchezaji hapa pengine wa milioni 600 au bilioni 1. Cha kufanya nikachukua milioni 150, milioni 200, milioni 60 ili kuweza kwenda sawa sawa na nini? Na bajeti. Kwa hiyo ndio maana walimu wanakuwa wanafanya usajili. Kwa hiyo budget ikiwa kubwa, maana yake naye anasajili. Unafikiri leo hii hakuna kocha ambaye anataka kuwa na Mayele? Hakuna kocha ambaye anataka awe na Diengi wa Ali? Hakuna kocha ambaye anataka klabu yule ananika. Nafikiri ni Kamara yule wa Balkane. Kuna watu hawataki. Hakuna timu ambayo itakuwa na Ziki. Lakini mfuko wako ndio utakao kufanya uweze kwenda kumchukua beki wa namna gani au kiungo wa namna gani au mshambuliaji wa namna gani. Kwa hiyo changamoto inaanzia kwenye management kwa upande wa budget. Kwa hiyo kuambiwa sio sajili Fadlu nani haisaidii, kwa sababu yeye anasajili kulingana na budget iliyopo. Ndio maana sasa kutokana na scarcity tunayozungumzia pengine Simba katika katika msimu huu ulivyokuwa unaanza, wachezaji wengi ambao walikuwa wachukua kufanya kwa magari kama ni Mahema ni mkopo kutoka Mamelodi, si ndio? Kiangalia beki yule nafikiri Shine Lock na nini ni mkopo kutoka huko nafikiri Mamelodi. Kwa hiyo kwa nini kinasoa wote ni hivyo budget wise? Dewji hajamwaga maokoto. Siwezi kusema hajamwaga maokoto.
Kumwaga maokoto ni kitu kimoja. Unaweza ukawa umemwaga maokoto lakini bado ukawa umekosa watu wazuri kuweza kutafuta bidhaa wapi? Sokoni. Kwa hiyo amekosa nini? Pesa haijatolewa au mtu kwenda kutafutia wachezaji? Sema kwamba kwa sababu hatujui walikuwa wameandaa bajeti kiasi gani. Hiyo ni siri za hizo klabu. Hatufahamu walikuwa wametoa bajeti kiasi gani. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba hiki ambacho kinaonekana ni reflection ya kile ambacho viongozi walikuwa wamekifanya katika usajili. Sasa katika vitu vingine unaweza ukawa una gharama nzuri au una pesa nzuri ya usajili, lakini je, una scouting iliyo bora? Kwa sababu unaweza ukaenda ukanunua mchezaji pengine wa milioni 600. Sawa? Alafu kwa mwenzako akazunguka akaenda kwenye nchi za kawaida akanunua mchezaji wa milioni 200 ambaye yuko most talented huko ambao umemchukua wewe. Kwa kujikuta kwamba umetumia gharama kubwa ambayo haiji kuweka out. Kwa hivyo vinahusika vitu vingi. Kwa maana je, nani ambaye alikuwa anasajili? Jambo la kwanza, huyu ambaye alikuwa anasajili ana uwezo kiasi gani? Alikuwa anasajili kulingana na pesa iliyopo au alikuwa anasajili kulingana na utashi wake? Kwa hiyo vitu vingi lazima uweze kuviangalia. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba changamoto inaanzia kwenye management. Kwa hiyo timu yenyewe ukiangalia ambayo ilikuwa imesajiliwa, inawezekana pengine malengo ya viongozi labda ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanachukua wachezaji wengi vijana ambao watakwenda kuwagroom katika msimu mmoja wa pili wa tatu ili baadaye waje kuwa na timu imara. Lakini je, hiyo mentality, hayo malengo kama ndio hayo, mashabiki wanayafahamu ili kupunguza ile pressure? Kwa sababu unaweza kaa unachukua wakina Nangu, unachukua wakina Mligo, unachukua wakina Morris Abrahamu, unachukua wakina Chasambi wako pale, na wachezaji wengine wakina Yakubu. Pengine malengo yako ni kuhakikisha kwamba unachukua vijana ambao wana vipaji vya juu Tanzania ili uende ukawatengeneza ukapata experience, baada ya misimu hiyo kuja kuzoea waje kuwa tishio kwenye timu yako na kwa timu ya taifa. Kwa kama umechukua kwa namna hiyo, maana inatakiwa useme kwamba nipo katika kutengeneza timu ambayo itakwenda kutoa matokeo baada ya misimu kadhaa. Uliona Barcelona hapa katikati ni kama wameanza upa project yao ile kutoka na Messi, wakaanza kuchukua vijana, wamekwenda leo tunaweza kuwaona wakina Yamil Yamal na wengine wote wako pale wanafanya vizuri. Kwa hiyo hata kama hivi sio ambao alikuwa hajachukua bingwa anachukua Madrid, hawana pressure kwamba timu yetu ipo katika transition inakwenda kutengenezwa. The same to Arsenal hivyo hivyo. Kwa hiyo lazima useme sasa, ukienda kuchukua vijana wadogo ukaweka kwenye timu afu unakuja ukasema wanataka ubingwa wa UEFA, hiyo sasa ni changamoto nyingine sana. Maana unakwenda kujipiga pressure ambayo haipo. Kwa hiyo mimi nataka kuona Simba wangeingia katika msimu huu wasiwe na malengo makubwa. Sasa unaingia na timu hii, unataka ubingwa wa ligi, unataka uchukue FA, unataka nusu finali na mashabiki wanakuja wanaivaa hiyo pressure. Kwa hiyo wao wanakuwa hawakioni wanachokiona uwanjani, wanayaona maneno yako. Unaelewa? Ndio maana hata wenzao wakawa wakasema sisi malengo yetu ni kuingia nini? Makundi. Wanafikiri walikuwa wana akili wale. Walikuwa wanajua kwamba hapa lolote linaweza kutokea. Kwa hiyo kitokea bwana tumeshindwa kwa makundi bwana, tulishazungumza kwamba malengo yetu kuishia wapi? Makundi. Kwa hiyo una pressure. Sahihi. Dimitri Pantev, manager, alichezesha mechi bila striker. Wakalalamika sana baadhi ya mashabiki pamoja na wachambuzi, wakasema Afrika hii hamna kocha ambaye anachezesha mechi bila ya striker. Lakini jana tumeona Selemani Matola kawachezesha na timu imekosa kupata matokeo. Pengine manager Dimitri Pantev aliona mbali, ndio maana hakuwa anachezesha striker kwa sababu alikuwa anaenda na falsafa yake. Nafikiri ndio nilizungumza hilo kwamba ujue mpira wetu ni mpira ambao kila yanapotokea matokeo mazuri lazima patikane kusifiwa, na kila kitokea matokeo mabaya lazima atokewa kuweza kuhamishiwa mzigo. Mabovu lazima mtu limwangukia. Anaweza akawa ni kocha, anaweza akawa refa, anaweza akawa timu nyingine hata ambayo mchezaji kucheza. Yaani vyote viongozi ni kile tumeshakizoea. Ndio maana leo ni rahisi kusikia Matola apewe timu. Hapa amefunga Mbeya City. Akija kufungwa na Azam, afanye ondoka na masaa. Mtu huyo. Yaani huyo apewe timu kwa sababu ni watu ambao hatuangalii mpira kwa mapana yake na kwa uweledi wake. Tunaangalia mpira tukiwa tumejeza hisia nyingi. Naona ukiwaambia Simba iko vizuri, watu wanakuwa attack. Pengine unawasemeni nilikwambia kwamba Simba hana timu ya kuifunga Azam. Nishazungumza hata kama wacheze mara 7, Azam akiwa serious atashinda mechi zote 7. Nilikwambia hapa kwamba ni kitu ambacho kipo na ndio ambacho kimetokea.
Lakini pia benchi lao la ufundi ni la kawaida. Kwa hiyo tosha kusema kwamba hakuna kocha ambaye eti ana washambuliaji wazuri, timu yake imebalance kiwanjani, alafu eti aamue kili. Pantev wametoka kule kutokea Sweden Gaborone kule. Pesa ambayo alikuwa alipo kule sio sawa alipo Simba. Maisha ya kule sio sawa na ya Simba. Ukubwa wa kule sio sawa na wa Simba. Simba ni timu kubwa, ina mshahara mkubwa, ndio aliweza kuacha kule kazi. Maana amekuja ameongeza mshahara, ameongeza platform, ameongeza profile yake, vitu vingi vimeongezeka. Timu ni kubwa. Na atakuwa ni mjinga akapanga timu ambayo inakwenda kufungwa. Yeye chizi. Sio, unaelewa sio? Kwa ukiona anaingia akiwa ana striker, ameona kwamba ndio option sahihi na salama ambayo inaweza kumfanya apate matokeo kuliko kuwa na striker. Alikwambia Simba hawako fiti, hawana yani kiutimama hawajakamilika. Timu yao hata kama iko imetimia ina laki baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ukitumia washambuliaji afu ukutana na opponent ambaye ana kasi na ana mbili kuliko wewe, unakuwa kwa match vulnerable kuweza kuadhibiwa, kwa sababu tayari unakuwa unakwenda kuacha magapu mengi. Nikakwambia ukimtumia Mutale, ukimtumia Mkwala, ukimtumia Mpanzu, maana yake ni kama vile kwa timu yako hauna watu watatu, kwa sababu hao watakupa faida timu ikiwa ina mpira. Ikiwa haina mpira hawakabi. Kwa mwalimu aliyaona hayo. Kwa hiyo vema aingie na viungo ili atengeneze uwiano wa timu, kwa sababu nafasi zitatengenezwa watafunga. Hata katika mechi ambayo alimlaumu, hiyo ni mechi ambayo atakaza nafasi nyingi hakuweza kuzitumia. Mechi ya kule ya Said Malini atakaza nafasi nyingi hakuzitumia. Sasa kwa Saka liko wapi? Hana kosa, lakini kwa sababu ndio ilikuwa lazima apatikane mtu wa kumtoa kafara. Yeye ametoa kafara. Yeah. Kwa upande wako jana, unaona kuna mchezaji wa aina yoyote ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi alicheza chini ya kiwango? Mimi nafikiri ni mfumo. Hamna. Wote waliperform vizuri. Lakini kilichoangusha mbinu na uwezo wao ulikuwa umefikia pale. Unajua kuna wakati mwingine unaweza ukawa unataka matarajio mtu ambaye hana. Yaani mimi leo nianze kuhukumu kwamba kwa nini hauna V8. Alafu naanza kulaumu mtaani. Kweli serious itakuwa sio kweli. Kwa sababu ni kitu ambacho kipo juu ya uwezo wako. Kwa hiyo ni kulaumu na kukuhukumu kwa kitu ambacho naamini hiki unaweza kukipata. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukaanza kumlaumu mchezaji akucheza vizuri, yeye bado amefikia katika level yake ya mwisho yani ya uwajibikaji. Wakina Budo sasa na ile yani yule Budo ndio yani pale ndio maximum. Hana kitu cha kuongeza. Bwana katika RS Berkane hakuwa hivyo. Nini? Mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane. Hata wewe kwa siku nzuri na siku mbaya. Inatokeaga. Hata kwani unajua kwa siku baba sana jana akafunga Madrid na Celta Vigo. Wanataka kuniambia Celta Vigo ni bora kuliko Madrid? Celta Vigo jana kamfunga Madrid 2-0 tena kwake Bernabeu. Santiago. Kwa hiyo wakati mwingine hata wakubwa wanaotewa. Kwa ile mechi ya Berkane aliyotea tu mechi kama nyingine, kile sio kiwango chake. Aliyotea kwa sababu kiwango nakwambia kuna mechi nyingine kama 2 nyuma ya klasi uko pale pale. Tunamwona Pacome. Mechi iwe nzuri iwe mbaya atakupa kitu fulani. Katika huo ubaya wake kwa kitu atafanya nini? Atakupa. Sasa ndio maana klasi. Lakini fomu inakuja tu just like a temporary. Ndio siku anakuwa moto akashikutwa au muone yule ni mchezaji wa kawaida. Naona ukichukua mechi zake zote alizo perform na ambazo perform nyingi haja perform, manake hapo ndio kwenye kiwango chake kilipo. Pengine mechi ilikuwa inamhitaji zaidi Jean-Charles Ahoua, kwa sababu tuliona pengine Ahoua kipindi cha mechi za nyuma ataingia, wote walikuwa wanamsema sana, lakini lazima ilikuwa ataipatia Simba ushindi hata kama kwa penalty. Pengine mechi ilimhitaji zaidi Ahoua. Mbona umecheka salama? Kwa penalty sisi mpaka yatokea makosa kwa penalty. Au maana zinatokea na magoli yalikuwa yanapatikana na Jean-Charles Ahoua kipindi akiwepo. Hapa mtaongea kila mtu. Mtasema mwisho siku sasa tutaomba Simba. Haikumhitaji. Tutaomba Simba sawa wanaingia na watu 18 kiwanjani. Kwa sababu mwingine anakuambia Ahoua hajacheza, pengine atakiwa aweze kuanza. Mwingine anakuambia nje una mtu kama mwalimu ulimchelewesha akuweza kucheza. Mwingine anakuambia siku kuna nani ya kucheza. Jamani. Siku kuna nani? Kuna Kamala, Nabi Kamala akuweza kucheza. Kwa hiyo maana yake ukiona hivyo timu haiko vizuri. Ndio timu haina first 11. Watu wameona hao ndio walikuwa ni wa kuaminika ndani ya kikosi chako. Wewe utakaa ukiangalia Yanga saizi. Kama hakuna changamoto, Diala lazima acheze. Job lazima acheze. Baka lazima acheze. Uke lazima acheze. Max lazima acheze. Mdasi lazima acheze. Dube lazima acheze. Sababu tayari wamesha monopolize namba kwenye timu yao. Pacome lazima acheze. Kwa hiyo ukiona siku hajacheza ni mwalimu tu kama kumpumzisha au anainja. Lakini Simba kila siku inabadilika. Manake bado timu haijapatikana. Yaani huyu anakupa, kesho akupi. Huyu anakupa, kesho akupi. Leo ataanza Mkwala, kesho anatolewa. Ataingia mwalimu, anatolewa. Anaingia hakuna mtu ambaye ameweza kuodhi namba. Hasa kishafika hiyo ni hatari.
Kwa timu haina first 11. Ni hatari. Matola aminiwe. Amini shazungumza. Sasa unamwamini kwa experience ipi? Hatukatai wazawa. Naomba mnielewe. Hatukatai wazawa. Lakini wazawa wakaprove. Sio unaelewa? Tunataka wazawa wafanye vizuri. Matola ameprove wapi? Nje ya Simba. Yaani kwa kocha msaidizi na wakati mwingine anachua timu. Wapi ameprove? Kwenye mechi za Namungo. Come on. Haitakiwi hivyo. Atoke, akatafute timu. Uwe Tanzania au nje ya Tanzania. Kafanye kazi. Pata matokeo. Kuwa na experience kwa kocha mkuu. Njoo chukue timu. Lakini pale wamefukuza makocha 9, wewe uko chini pale tu. Nenda akachukue timu. Nenda Rwanda, nenda Burundi, nenda Uganda, nenda wapi, kachukue timu, fundisha timu. Apate ujuzi zaidi. Chukua bingwa wa Rwanda, chukua bingwa wa Zimbabwe wapi? Watakuheshimu. Lakini wewe kila siku chini. Na jana ukiangalia ni jana wamefungwa kutokana na makosa ya benchi la ufundi. Ni benchi la ufundi. Jana mechi imeonwa na makocha. Yaani jana mechi ameamua Ibenge. Kutokana na level yake. Aliangalia Simba. Simba tu alikosea wapi? Sasa kwa nini leo nikasema kwa nini au kufika chuo kikuu ulikosea wapi? Si akianza kuzilishia ulipoishia. Kuna kipindi akili zinaishia pale pale. Mimi nimefika chuo kikuu. Ndaanza mfano yani labda hujafika university. Akili za Matola zilishia pale. Unapoishia ndio hapo sasa. Sasa ulikosea wapi? Yaani huwezi kumlaumu. Jamani salama. Unapoishia wewe ndio unaweza kunapoanzia, ndio maana kuna level sasa. Yaani leo hii uanze kumchukua Ibenge umkompea na Matola? Hapana. Serious? Yaani tumechukua Ibenge na Matola tuweke hapo. Hasa kuna haja gani ya huyu kwa kocha mkubwa wa Afrika na mwingine? Basi haina sababu. Ndio maana kaito unapozungumzia makocha 5 wakubwa wa Kiafrika, utamweka Ibenge. Mshahara ambao anachukua Azam hakuna kocha anayechukua Tanzania. Sahihi. So unaelewa sijui? Hakuna ambaye anafika kwenye ile mshahara. Sasa sio wanakati wanalala usingizi kwamba mpeni mshahara. Ameprove kwa namba. Kachukua bingwa wa Afrika, sio kwa shirikisho, kaenda kwa Arabu katesa kwa Balkani si wapi kote kafundisha na kapata mafanikio. Kwa hiyo ni miongoni mwa makocha wachache. Sasa kweli umchukue yule aanze kuiexamine mechi na angalia mechi utamkombea na Matola. Wanakuwa na macho mawili tofauti. Ndio kaangalia kajua hapa kuna weakness au nyuma wanaacha walinzi watatu wapo sehemu moja wanashambuliwa hawana uwiano. Nenda nikaongeze kiungo ambaye anaweza kupiga pasi za haraka zikapita katika mstari miwili, nyingine mtu ambaye anaweza kufanya dribbling, watu wawili tu. Ameingia na yule kiungo Kaminko, anamuongeza Saruni, umeona? Na wale jana walikuwa wanapata magoli haya within time ndio. Mako kuangalia ile ya kwanza ameenda amepiga amefunga. Mpira pia akapata kwenye eneo lile lile. Akaenda akafungua Nado kwa nakumbuka huko. Akalazimisha kupiga. Wakati pale alikuwa kimpa peke yake alikuwa anafumpaka kwa chaka alilalamika. Akakosa. Nyingine tena tatu akaja akafunga 3, nyingine ya 4. Kwa hiyo nafikiri ndani ya 10 zile wangekuwa na accuracy wakapata magoli 4. Kwa hiyo aliuona udhaifu wa Simba, akaenda akautumia. Lakini Simba wao walishindwa kubadilika dakika ya kwanza mpaka ya mwisho. Wanacheza aina ile ile. Maana nini? Hawakuweza kusoma madhaifu ya Azam na wao kuweza kudufikana na kuweza kuyatumia. Unaandaa timu before the game na wakati mchezo kwa ndio unakubali ndio kuandaa timu. Ndio maana kwa benchi kubwa na watu wenye weledi mkubwa. Kwa hiyo huwezi kumkompea Matola na Ibenge, haiwezekani. Ibenge ni mwalimu mkubwa sana. Dirisha dogo la usajili limefunguliwa rasmi. Simba nani aondoke, nani abaki, wachezaji gani aondoke, nani abaki. Tuirejeshe ile Simba ya miaka 4 nyuma ndani ya Costa Wekundu wa Msimbazi. Dirisha dogo huwezi kumaliza matatizo yako yote. Haija kutoka duniani. Lakini sitasaidia. Sasa pale wana mapungufu mengi. Yapi na yapi? Maeneo mengi. Timu nzima inafanya mabadiliko. Ianze hapo. Benchi la ufundi. Kuanzia golini, brother. Kuanzia golini. Kuna pinipini kama yuko wapi anacheza? Akirejea. Lini anarejea? Majeruhi ya muda mrefu huwezi mtu kumgarantii. Kwa sababu yule mtu akishakaa zaidi ya miezi 2 kule katika level yake ni kubahatisha. Yaani utazungumzia na kama miezi 2 aenda kuja kutafuta timu wake, ligi inaisha. Yakubu atoshi. Wewe unafikiri anatosha? Wewe ukimwangalia ana experience gani? Anajifunza. Hasa kujifunza ndio kwenye Simba. Sawa. Tuendelea kusubiri. Kwa hiyo benchi la ufundi tunaanzia golini Anafikiri nikwambia mabiko ni sehemu kubwa, ni sehemu nyingi. Yaani siwezi kutaja lakini timu nzima na wapo. Baadhi madi wapate kujinelewa. Tutaje baadhi ya maeneo. Kwenye defense ina shida, defense line ina shida. Kiungo kina shida. Kwa maana defensive ina shida. Offensive kuna shida, striker wana shida. Kwa hiyo maeneo yote ndio kufanya badiliko. Hasa uwezo ukayasolve yote kwa muda mfupi uliobakia. Wakati dogo ni 15 days au 30 days. Lakini pia wachezaji wengi wanakuwa uwezo kuwapata, wana timu, wanacheza tayari, wanafanya vizuri na kuweza kununua changamoto. Kwa hiyo
upati sokoni, ni ngumu kupata watu wenye ubora. Tunaweza kusema kocha Pedro Gonçalves kwa prove wrong wale ambao walikuwa wanasema kwamba yeye ni Lena kwa sababu alikuwa amefundisha timu za taifa lakini sio timu za ligi kuu kama Young Africans. Ni kujibu hilo swali kwamba watu wanazungumza yani yeye mpira wenu mnaopeka namna fulani ambayo sio sahihi. Yani sikaweza kwa prove wrong. Kocha ambaye anaweza kuwachukua watu kwa siku 5-6 akaorganize kupata mafanikio au haja prove kwamba anakanao kila siku. Hiyo ni kitu cha ajabu. Unajua nchi ina raha moja. Kila mtu anatafuta pa kuzungumza. Na kwa sababu hamna reference. Yani mwingine hamna reference. Sasa tuko na wachambuzi wengi kweli. Wako wengi. Yani kila mtu anazungumza kwake anazungumza au jisikia tu. Mtu anaibuka tu na yeye ni mchambuzi anachambua kwa sababu ndio hivyo. Kwa nafikiri kuna changamoto. Yule mwalimu mkubwa wewe kuwa kocha wa national team ya Angola. Sawa? Hapo tunasema yeye hajakaa kwenye timu ya kawaida kama on. Lena. Sasa ndio Lena namuona anafanya Lena wake pale. Ameenda Young Africans. Ni kweli Young Africans imefundisha baadhi ya timu kwamba jinsi timu kubwa zinapaswa kuwa. Jana zidi ya Coastal Union dakika za mwishoni Dube anawapa alama 3 Young Africans na wengi akidai kwamba mchezo ulichezeka jana katika Young Africans walikuwa wanacheza ni wamecheza ni kawaida sana. Binafsi nafikiri kwamba yani Yanga uwezi ukaanza kumdiscuss zaidi kwenye mechi dhidi ya Coast. Yanga timu kubwa. Kuna wakati unaweza ukawa unakutana na baadhi changamoto, lakini siku zote timu kubwa unachokiangalia ni kuweza kukusanya matokeo. Kwa hiyo chofanya jana ni kushinda katika mechi ambayo ilikuwa na mazingira magumu na wakaweza kupata. Na hiyo uwezi kufanikiwa kama hauna wachezaji wakubwa. Lazima una wachezaji ambao wanaweza wakalazimisha ushindi hata kama siku haikuwa katika mazingira mazuri. Jana ukiangalia kwa overall ni kama mechi ambayo itakayowe sare. Kwa sababu Coastal waliingia na mpango mzuri sana wa ulinzi. Waliingia vizuri kwa nidhamu lakini pia na mazingira ya uwanja yaliweza kuwabeba kwa sababu ilikuwa inafanya Yanga washindwe kufanya quick transition kutokana na mazingira ya kiwanja, mpira utembei kwa haraka na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ikawa ni ngumu Yanga kuweza kupenetrate na Coastal kwa nidhamu wakati mwingi wakiwa na mpira wanarudi nyuma wanazuia. Sasa lazima uwe na watu ambao wanaweza kwenda kulazimisha makosa katika mazingira ambayo hayakuonekana kuwa na nini na makosa. Unaweza kuangalia ile movement ile goli toka anaanza kutengenezwa katikati hapa kwa Hassan Kouma kuja kwa Pacome alichokifanya kwenda kwa Duke Abuya anapiga ile cross. Kwa pale ndio utofauti wa quality ya wachezaji ndio umekwenda kwa moko. Yanga jana akapata matokeo kutokana na klasi alionayo wachezaji wake. Lakini kwa upande wa mbinu Coast walikuwa vizuri sana waliweza kuwabana Yanga lakini kichwa hukumu wao hawana Pacome, hawana Dube, hawana Duke Abuya, hawana Hassan Kouma. Basi Asin kijana umemwonaje kiwango chake? Beki mkubwa yule. Beki mkubwa, beki bora. Beki mkubwa, beki bora. Kacheza Europe yule. Kwa hiyo sio mtu kuja kumjaribia. Beki mkubwa. Sasa Faridi alikacheza nilio nje. Na bado ni mzuri, ni majeraha tunamsoma Faridi. Musa ni majeraha. Wewe unafikiri Faridi Musa akiwa katika bora wake unaweza kumbishia? Wewe unamkataa? Sasa kwani majeruhi ni kama leo umzungumzie Shimanula. Hajaisha, mazingira tu majeruhi ya mara kwa mara, unakosa kuanza kucheza, unapotea. Lazima upotee, huwezi kuwa sawa kwa sababu muda mwingi unatumia kwenye kujiuguza kwenye kucheza. Kwa hiyo ile match fitness inapotea. Tumalize na hili. Dirisha dogo pia upande wa Young Africans ni simu gani pengine waboreshe katika sajili sana? Mshambuliaji wakati mmoja ambaye atakuwa na level ya tofauti ya Dube na Mzize, lakini pia na kama watapata attacking midfielder. Nani aacho? Asile ni jambo lingine. Dube ndi Boeli. Naam? Dube na ndi Boeli. Dube ndio mshambuliaji bora Tanzania. Hakuna mshambuliaji kama Dube Tanzania hii. Dube. Nakwambia. Hizo zingine hizo nisikie kwamba hizo zingine hizo ni kelele za upinzani tu. Hakuna mshambuliaji kama Dube. Acha zidi ya Soa au Selemani Mwalimu? Nakwambiaje? Hakuna mshambuliaji kama Dube. Kigezo gani umetumia Salamba? Ndio mshambuliaji, sio kigezo. Unaangalia anachokifanya kiwanjani. Wewe mpira uangalie. Naangalia kwa wengine hawafanya. Sasa wewe mpira unaangaliaje? Modern football. Naona wote wanafanya na wote. Wewe unaangalia magoli, uangalie mpira. Angalia mpira, angalia boy na timu vinavyocheza. Eti umchukue Selemani Mwalimu kumpea na Dube serious kabisa. Unahitaji maombi. Kama ya Dube. Shukrani sana Salamba. Karibu tena.